Nashukuru ndugu yangu Nashukuru tena kwa wakati wako hapa. Hapa niko nyumbani nashukuru. Jana ulikuwa katika sherehe zile za Jamhuri Day pale Nyayo? Nilikuwa katika sherehe lakini kwa TV. Ulikuwa kwenye TV? Ukuenda kule Nyayo? Hapana, TV unaona kila kitu na unaona vizuri. Ama Kiambu pia ukajumuika na wananchi pale kidogo? Kwenda Kiambu, nilitaka tu kukaa nyumbani niangalie na nijione na niliona vizuri. Status ukua? Pia status? Sikuwa. Mwaliko ulipata lakini? Mwaliko nilipata. Lakini hukuenda? Sikuenda. Mbona ukajitenga na sherehe zile? Jana zilifana kweli. Tembea sana wakati wa baridi na mvua haina maana. Wacha wale wengi waende. Wewe uangalie kwenye TV. Mimi niangalie tu kwenye runinga. Ulifurahia sherehe zenyewe? Nilifurahia kumwona mdosi amevaa ile military hata ya ile ya red. Ndio. Hata mimi mwenyewe nikashtuka. Nilikuwa nimemtafuta pale juu ya Land Rover. Ndio. Kumbe unajua kawaida tumezoea suit. Ndio. Sasa mimi nimeangalia Land Rover na shangaa huyu jamaa kwa wapi. Ndio. Kumbe ndio yule mwenyewe amesimama pale in red. It was very colorful. Yes, it was very colorful. Akiwa na kofia kabisa pale. Na hiyo ni sign ya power. Ndio. Yes. Pamoja na ule upanga wake wa power. Kila mahali. Akiwa ameweka pale kwenye kiuno chake. Wakati walifurahia. Lakini hiyo mwenendo hiyo ya kuvaa power namna hiyo, it should be felt every day everywhere in Kenya, my friend. Kama hii story ya ufisadi, angeweka hiyo power yote kupigana na ufisadi, itapungua kiasi. Jana aliongelea na ni ishara kwamba ameweka power kweli. Lakini commitment inaonekana ni ya president peke yake. Wale wengine hawana commitment na kupigana na ufisadi. Hata Nurdin Haji akavikwa ile heshima ya one of the finance amefanya kazi. Kwa hivyo yeye pia unaweza kumweka miongoni mwa wale ambao wanang'ang'ana kazi. Yeye amefanya kazi. Tangu zamani hatujapata DPP anafanya kazi kama huyo. Kama Nurdin Haji. Tungesema ni awache kuchokorwa, awachwe afanye kazi yake. Alright. Akitaka kukamata mtu akamate, asiambiwe hapana huyu usikamate. Alright. Kuna watu tunajua wanafanya kazi ya ufisadi. Alright. Kuna watu tumeona wametajirika haraka. Alright. Wamenunua manyumba Nairobi. Alright. Wamenunua manyumba Mombasa. Wamenunua mahoteli kila mahali. Na ni wafanyi kazi wa serikali. Na miaka yote hakuna pesa walikuwa nayo. Lakini kuanzia kupata nafasi ndani ya serikali wametajirika haraka. Mbona Nurdin hawaendei? Mbona hatujasikia hata mmoja amestakiwa? Kwa hivyo unasema yeye pia kidogo katika kuendea watu anabagua. Lazima kuna mahali anafunga break, anashika break kidogo. Yes. Hajafika mwisho kabisa. Hajafika mwisho. We want to see the real people. Na kesi zinapelekwa haraka. Ukipata kesi ya ufisadi, tumeona maafisa wa Kenya, angalia watu wa maafisa wakuu walipelekwa mahakamani. Mpaka magavana walipelekwa kitambo, lakini kesi haziendi. Lakini yule jamaa alichinja kuku, unakumbuka? Alichinja sio kuku, alichinja paka. Ndio. Hapa Nakuru. Ndio. Alishikwa Jumatatu na akafungwa Friday. Kweli? Mbona hizi za corruption hazifanyiwi namna hiyo? Naona kidogo rais pia jana aliongelea mahakama akasema kwamba inawaangusha sana. Lakini mahakama unajua pia tuseme kwa ukweli. Ndio. Ukipeleka kesi ambaye haina evidence kotini, jamaa atawachiliwa. The judge does not create evidence. Judge ana deal na evidence ambaye ama magistrate ana deal na evidence ambaye imekuwa presented before him. Kwa hivyo sheria inasema shida iko wapi Mheshimiwa Kabogo? Investigation lazima wapeleke kesi ikiwa solid. Sio kupeleka kesi ambayo umesaidia mtu kwa kuweka kesi haina mwele haileki. Kwa hivyo kesi zinazopelekwa na DPP mahakamani hazina uzito. Hazina uzito, lazima iwe na uzito wa kutosha. Kwa hiyo hata afisi yake pia haijafanya kazi ya kutosha. Alikamatwa na Land Rover ya serikali, ameiba namba hii na hii na alikamatwa nayo. Ushahidi uko hapo, mtu anatoa ushahidi anasema nilimkamata mimi. Sijui kama tunaelewana. Lakini ukipeleka useme pesa iliibiwa mahali fulani lakini haijulikani ilipita namna gani. Sasa jaji wataka afanye nini wewe? Atakurejesha kwa uchunguzi. Jaji kesi ambaye atatumia kumfunga na siku watafungwa wawili watatu, my friend. Hii kitu itakwisha kabisa. Na ndipo mimi usema nipatieni hiyo kazi. Hata msinipe mshahara. 3 weeks. Wawili watatu watafungwa. Utakuwa na ushahidi wa kutosha kufunga watu. Ushahidi huko. Papers are in the banks bwana. Kama huyu jamaa sasa amechukua 160 ati ni receptionist. Na unataka tupige kesi ati alitoa wapi? 160 million. Yes, na inaonekana mahali imetoka. 160 million iko kwa mkono ya mtu receptionist. Alafu kuna kesi gani hapo sasa? Si pesa imetoka mahali fulani, chukua makaratasi ya benki, inaonesha account ni ya nani, ni ya NHIF, imeenda kwa fulani, tosha unafungwa. Na pesa inarudishwa.
Sasa hii story nyingine ni ya nini jameni? Ati sijui tukamtafute nini? Chukua evidence kwanza. Lakini utapata wale wapelelezi kazi yao ni kufuatia na kujaribu kumsaidia kuharibu evidence. And you know you must prove beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt. Sasa wanaweka doubt so that the magistrates will set you free. Sasa rais atakuja, atapiga kelele, atalalamika kwa ameachiliwa, lakini wanataka magistrate afanye nini? Kila shirika, every part of government must do, every arm must do their job. So the problem iko kwenye upelelezi. Sasa ukipeleka haiko katika mahakama. Mimi nasema a certain percentage, labda 10-20% shida iko katika mahakama. Lakini unataka magistrate atumie nini? Lazima atumie evidence. So the case brought forward kwa magistrate lazima iwe completely sealed. Prima facie iko kesi. In the beginning of it, ukiangalia hata wewe ukisoma unajua huyu anaenda kufungwa. Sasa umenikamata na kuku. Kuku ni mama mwenyewe anasema kuku ni wangu na mimi nakubali. Naenda pale nasema plead guilty. Kama huyu mwenye kuchukua pesa 160, ataenda tu aseme nilikamatwa nazo. Nilichukua yes. Na pesa irudishwe apige miaka 7. Na ziko kwenye akaunti yake. Na ziko kwenye akaunti yake. Na zinaonyesha zimetoka kwenye akaunti yake. Utasikia anakimbia high court kwenda kutafuta order ati pesa isichukuliwe. Sasa jaji gani atapeana order aina hiyo? The first thing the judge will say, freeze it. Wacha tumalize kesi tuone kama ni za kwako, lakini freeze it. Utapata wengine wanawachilia. Ukimpa judge loophole atawachilia. So vita dhidi ya ufisadi ili iweze kufaulu. Commitment for all Kenyans. Rais wa Jamhuri, wewe na mimi, magistrate, judge, we must all be committed to fight this vice. Mheshimiwa Ouko, auditor, ndio alisema 1 trillion ndani ya mwaka inapotea. Payments zetu za nje ni 210 billion zile tunalipa nje. Meaning 1 trillion tukisave, hata hii Big 4 itafanyika. Big 4 itafanyika. We have 47 counties. Divide 1 trillion by 47. My friend. Ni pesa mingi sana. Ni pesa mingi sana, inatosha. Lakini hatutapata development ndani ya Kenya. We will only be developing thieves. Kwa sababu wameamua kazi yao ni kuiba. Na wengi wakiiba wanachukua pesa wanapeleka kanisani. And kanisa, they have no shame. Wanachukua. And they know very well this is stolen money. Kenya Revenue Authority wako wapi? Wakati hii pesa inapelekwa, mtu amedecide ati hii pesa nimepata kwa biashara zangu. You've started doing businesses just the other day. And you are now aged 56. Kama mimi. For the last 6 years ndio nimeweza kufanya biashara. 50 sikujua kufanya biashara. Ni kitu gani nimesoma? What is this acumen nimepata hapa hivi karibuni? Ambayo inakufanya utoe. Ninanunua mahoteli, ninanunua nini, nimenunua manyumba. Kuna magavana wamejaza manyumba Nairobi. Walitoa wapi pesa bana? Na mimi nasema, my friend, kama mimi kuna kitu nimenunua nikiwa governor, njooni mchukue. Nitakuwa hamna hata kimoja. Hamna. Hakuna hata kimoja kununua kwa governor. Hamna. Nimenunua gari moja tu, Lexus. Na nimeuza ile ya zamani ndio nikanunua hii. Na si kusema mimi ni maskini ati sina uwezo. If everyone is committed, my friend, Kenya is the best country to live in. The opportunities here are great. Lakini zinachapwa na mafisadi. President akiangalia hivi, wanaiba huku. Akipinduka hivi, wanaiba huku. He has commitment but he's alone. Do you think ana commitment kweli? Kwa sababu kama angekuwa na commitment kweli, kama rais wa nchi anaweza kufanya mambo mengi kafanyika. Amewaita pale State House, amezungumzia pale. Anawaambia jameni, what haven't I done? Lakini ni kuzungumza tu. Ama kufanya naweza kufanya. Anauliza Auditor General, wewe unasema tukaangalia Eurobond America. You peana evidence. Na anasimamisha majaji, anauliza sasa nyinyi sina uwezo wa kufire ama kuhaya. What haven't I given you? Budget yenu tumewapa. So the president is a lone ranger. Uliona juzi akiambia amekasirika mpaka kapiga Kisabere. Akasema mjaribu kulipa. Alikuwa anaambia Mheshimiwa Kinjuri, mjaribu kulipa mtaona. You see how far he is frustrated. Unaona vile anafika kufika kiwango ya kukasirika na anamwambia mjaribu kulipa tena. Hii ni story ya mahindi. What do you want him to do?
Angalia pesa imepotea NHIF, na huyu mama ambaye ni minister anaenda cute amepiga cutex imepigwa vizuri, ni kama showtime, na pesa imepotea. If it's in another country, my friend, huyo mama angetoka ofisini the same day. Angalia ministry hii imepoteza mafuta 21 million liters. Mheshimiwa Keter, Njoroge PS bado wako kwa ofisi. In another country wangeondoka so that upelelezi ufanywe wakiwa hawako ofisini. It's only in Kenya we celebrate thieves. Katika maafisa wa upelelezi, Mheshimiwa Kabogo, rais ana mamlaka ya kuwabadilisha ikiwa anaona kuna upungufu pale kwenye upelelezi. Na hizi kesi zinakuwa Kinoti is working, you can see it. Bora sijaona mtu ndani hadi sasa. Nasema wamepelekwa wengi. Kuna magavana kama 3 ndani wako kotini. Wamekaa watafungwa. Kuna wengine watafungwa. If the investigator has completed the investigation, amefanya vizuri na ameweka evidence ya kutosha, utafungwa. Pesa imepatikana kwako, asijui 2 billion, umeweka 600 million kwa mtoto mmoja, na inaonekana imetoka county direct Australia, utakosa kufungwa namna gani ndugu yangu? It's just a matter of time. Wale watafungwa. Na wasipofungwa siku nyingine tutawapata. There is no time limit in criminality. Sijui kama unaelewa? Alright. Hakuna wakati utashikwa tu. Wakati utakuja even 30 years. Kuna mtu amefungwa America for things he did 46 years ago. Kwa hizo hawa wa hivi wakae on notice, tutakuja. Na kuna siku Kabogo anapata hii kazi. Nakwambia bila mshahara. Dakika 23 msikilizaji, baada ya saa 2 asubuhi. Hiki ni Kivumbi, tuko naye gavana wa kwanza wa Kiambu County William Kabogo katika studio zetu za Milele FM. Unaweza kuchangia kuhusiana na hivi vita dhidi ya ufisadi, ambapo rais amesema kwamba kila Mkenya ana jukumu la kujitokeza na kushiriki katika vita dhidi ya ufisadi, ili kwamba visionekane kwamba yuko peke yake tu anayepigana dhidi ya ufisadi, lakini wengine hawapigani dhidi ya ufisadi. Kuna ile swala lingine ambalo limejitokeza la innocent until proven guilty. Innocent until proven guilty. Kwamba baadhi ya wakuu serikalini, hata rais mwenyewe linamwandama, kwa sababu hawezi kumfanyia lolote yule aliyekamatwa, manake bado yuko innocent until proven guilty. Ambao umeongelea hapa swala hili, mahakama pia haiwezi fanya chochote. Bwana yule ana haki ya kupata bail, bwana yule hajahukumiwa. Yes, uchunguzi hautoshi. Katiba inasema you are presumed innocent until proven guilty. Process ya kuprove wewe guilty ni yule investigator aende achukue makaratasi kwa benki yako, aonyeshe, achukue statements za account manager, hii pesa ilikuja siku fulani, ilitoka account fulani, aende kule kwa ile account ya hiyo benki, aseme sisi ndio tulituma, tulipatiwa instructions na fulani, achukue statement ya watu wote, aweke pamoja in evidence, jamaa kamatwe, awekwe vidole kotini. Siku 2 mfululizo anaambiwa you have a case to answer, we put you on your defense. Anasema mimi niko na witnesses 3 4, awalete wasikizwe, jamaa fungwe. Simple. Unadhani kwamba kuna uwezo sasa hivi, manake rais na hata kiongozi wa upinzani wanafanya upelelezi mwenyewe? There must be goodwill in every corner of investigation. Rais mwenyewe hawezi. Kuna njia ambapo wanaweza kuongea na wabunge wakabadilisha sheria kidogo. Sasa wale wanabadilisha na kazi yao ni kujiongezea mshahara tu. Hawana kitu kingine wanaweza kufanya. Ni kitu gani ya maana wamefanya mwaka huu? Waka kidogo ile sheria ya innocent until proven guilty kidogo ile ilivyo ndio inaweza fanya kazi. You just need to allow it to work. Na watu wafanye kazi. Criminal procedure code yetu iko sawa kabisa. Haina upungufu. Ni ufanye upelelezi, you have enough evidence, unapeleka kotini. Una evidence unawachilia. Sasa utakuja kunikamata mimi ati niliiba Makueni na sijawahi kanyanga Makueni. How will you take me to court and expect a magistrate and convict me? Lakini kama wewe ni wa Makueni na umechukua pesa umeweka kwa account ya mtoto yako, kwa nini usifungwe? Ndio. Sasa watu waache kumpatia president lip service ati wako na yeye katika hii vita ya ufisadi. Unasikia mtu anaenda anasimama mbele za watu na watu wote wanajua wewe ni mwizi. Alafu nasema I joined the president in fighting corruption. How? You have no moral authority to stand na unajulikana. Lakini unajulikana na hakuna mtu hata mmoja mwenye evidence yoyote ile.
Ni vile unavyosema tu wewe. My friend, evidence iko kwa sababu makaratasi ambayo hawa watu wanachukua pesa nayo imepitia mikononi mwa Wakenya. Hapo pipeline kuna Wakenya wanafanya kazi, au sio? Ndio wanapitisha mavocha ya payment na nini. Hapo NHIF ambayo unapeleka cheki benki unasema transfer RTGS, kuna signatories. Wameshikwa na wakaulizwa pesa kwa nini walitransfer? Hatujasikia. Kile tumesikia ni watu wanakimbia kwa maredio, we are being targeted, sisi ni kabila moja. Kwanza mimi nauliza, mnafanya nini kabila moja number 1 mpaka 7 katika shirika moja? Why are you not telling us why you are there? Kwa nini unatuambia you are targeted? Nobody steals as a community. Hakuna mwivi anaiba kama jamii. Unaiba binafsi. Na ukikamatwa beba msalaba wako kama binafsi. Waache kutuambia mambo ya ukabila. Alright. No. Okay. Dakika 27 tunarudi katika muda mfupi ujao. Hiki ni Kivumbi, msikilizaji. Tukiwa naye gavana wa